Ndugu zangu, angalieni mtiririko wa Kwaresma tunavyoenda. Dominika iliyokuwa mfano wa mwanamke Msamaria, Yesu alikutana naye wapi? Kisima cha Yakobo. Namna Yesu alivyomkaribia akamtoa katika pango la dhambi. Kwanza yule mwanamke akasema, wewe ni Myahudi, yuko kimwili. Yesu alipoanza kuongea naye akasema, Bwana, hauna kitu cha kutekea maji, yuko kimwili. Yesu aliposema kwamba sasa ulete sasa mume wako, sina mume, kiroho inaingia hapa, maisha ya kiroho. Yesu anaona kama anakuona kama ulivyo ndani. Kama maandiko yanasema, somo la kwanza kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 16 aya 7, Mungu haangalii kama binadamu angaliavyo. Binadamu anaangalia sura ya nje, macho ya paka, macho ya gorori, miwani desi, unaangalia smartness, handsome, beauty, yote sifuri. Mungu hutazama moyo, maandiko yakatuambia. Tumsifu Yesu Kristo. Basi sasa yule Yesu sasa alipomwona yule mwanamke, tulishahubiriwa na tena ili kufanya connection ya Dominika iliyopita na ya leo. Yesu akasema, mimi ndiye nakuletea maji ya uzima. Kile kilichotokea Agano la Kale, kuna connection hapa. Agano la Kale sura ya 3 aya 14, Mungu alijitambulisha kwa Musa baada ya kumpa wito. Mungu anajitambulisha, mimi niko ambaye niko, I am who I am. Kitambulisho cha Mungu. Asi Yesu hapa anakamilisha katika agano jipya. I am the light of the world. Mimi nuru ya ulimwengu, tunasikia leo. I am resurrection and life. Mimi ni ufufuko na uzima. Na yule mwanamke alimwambia Yesu, mimi ndiye nakupatia wewe nini? Maji ya uzima yanayobubujikia uzima wa milele, si maji ya kawaida. Kiu yako iwe kwa Mungu. Ni sasa hatua ya 3, yule mwanamke akasema, mwanamke Msamaria, wewe ni nabii. Anaendelea kusema hivi, kusema wewe ni Kristo, Masia. Nisho anasema wewe ni mkombozi wa dunia. Akakiri, akaenda maji ya uzima. Basi akapata yule mama, akasema, akakimbia kule kijijini, akamwambia wote walioko kule, niliyotenda yote, madhambi yote ameniambia yote. Sasa nimeacha mtungi kule na maisha yangu ya zamani, nimekuwa katika Kristo kiumbe kipya. Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 17, aliye katika Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya zamani yamepita, tazama yote yamekuwa upya. Hicho sasa leo Yesu anasema kule maji ya uzima Yesu kwa mwanamke yule, akatoka na maisha yake kule ya zamani. Leo Yesu anakutana na kipofu aliyezaliwa tangu kuzaliwa kwake. Yule aliyesema I am who I am, Mungu, mimi niko ambaye niko, Yesu akakamilisha. Na hatimaye Yesu aliyesema I am the light of the world, mimi ni nuru ya ulimwengu, nuru hiyo ikamwambukiza huyu nani? Kipofu. Mpaka kipofu alipoulizwa, nani yule aliyeponywa kwenye siku ya Sabato? Wewe mwingine? Walimbana mara 2 3, anasema mimi ndiye. Aliye na Kristo, anayempokea Kristo kwa uchaji, hatimaye anaweza kusema kwa ujasiri wa Roho Mtakatifu, mimi ndiye. Ukitaka kunisulubisha nisulubisheni. Ndio maana kuna mfano mzuri sana. Karne ya 18 kuna jamaa anaitwa John Newton. Sasa huyu kule ametoka Uingereza kule. Alikuwa anafanya biashara ya watumwa kutoka Afrika. Alikuwa anachukua wapi watumwa wapi? Hiyo ni historia sasa. Katika kupeleka watu kule kutoka Afrika bara watu kupeleka kule Ulaya, siku moja meli yake ikapepesuka na dhoruba kubwa, ikashikiliwa, akamwomba Mungu, karibu kufa. Piga kule meli kule, kayumba meli kule na watumwa wamo ndani. Mungu akamponya na dhoruba. Akarudi kule, aliporudi kule Uingereza, akatamani kuwa mchungaji. Aliacha biashara ya watumwa. Akawa kweli mchungaji mwaka 1764, hiyo ni historia. Akawa mchungaji katika kanisa la Waanglikani.
kakile alichokifanya, biashara ya haramu kabisa, biashara ya watumwa kupeleka kule Ulaya. Akaacha akawa na pastor, akawa ni mchungaji kule kanisa la Anglikani Uingereza kule, na mwaka 1764 akawa mchungaji kule katika kanisa Anglikani. Ndiye aliyetunga wimbo huu, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found, was blind, but now I see. Neema ya Mungu inayotiririka inakuja kama upepo mwanana aliyekutana nayo Elia kule Mount Horebu. Tetemeko la nchi, moto, sauti kubwa, ngurumo, hamna kitu. Sauti mwanana, sauti ya Mungu Elia alisikia. Neema ya Mungu inatutiririkia, inatutafuta, inatufuata sisi wa dhambi. Haituachi kamwe. Hata umefanya dhambi kiasi gani. Biashara ya watumwa, alitikiswa na maisha yake na mbele yake, akajitambua kwamba mahali nimekuwa kipofu. I once was lost, nilipotea, sasa naona, nimepatikana. Nilikuwa kipofu, sasa naona. Hiyo ndio Amazing Grace ilimtoa Daudi katika zizi la kuchunga kondoo. Amazing Grace inamshukia Daudi akawa mfalme wa pili wa Israeli. This is Amazing Grace. Nini grace hiyo? Sasa neema ya Mungu inamshukia nani? Huyu born blind, kipofu. Kama mwanamke Msamaria akaona hatua katika maisha yake ya kumfuata Kristo. Angalia, Yesu alipomkaribia yule mwanamke Msamaria katika kisima cha Yakobo, hatua 5-6, mpaka akaacha mtungi wake, akasema huyu ni mkombozi wa dunia. Angalia huyu kipofu akakutana na Yesu. Aya ya kwanza sura ya 9 Injili ya Yohane. Aya ya 11 akasema namjua kwamba kama mtu yule aitwaye Yesu, hatua ya pili, yuko kimwili bado, aitwaye Yesu, mtu namjua yule mtu aitwaye Yesu, bado hatua ya pili, lakini ngazi ya kimwili. Walipombana wale Wayahudi, akasema namtambua kuwa nabii. Hatua ya 3 anaingia mahali pa kiroho, sasa ya kiroho anaingia pole ndani baada ya kukutana Yesu. Sura ya 9 aya 17. Hapo nyingine mbele anaenda akamtetea Kristo kwa ujasiri wake. Aya 33. Aya 38, walipombana tena, ikoje yule aliyekuponya? Anasema na muamini kuwa ndiye mwana wa Mungu. Akapanda kwa ngazi kwa ngazi, mwishoni akamsujudia. Ndugu zangu, swali linakuja sasa, kulingana na masomo yetu ya leo, sisi tulibatizwa, na katika ubatizo upofu wetu uliondolewa wa kiroho, tukawa watoto wa Mungu. Tunaenda mbele, kila mmoja ajiulize, je, mimi naona kweli au ninadhani kwamba naona? Kila mmoja ajiulize katika imani yake, je, naona kweli au nadhani ya kuwa naona? Bila shaka katika mambo yake ya maisha Mungu alikugusa, Roho Mtakatifu alikugusa, Yesu alikugusa, ukapona, ukanusurika ajali ya moto, ajali ya maji, ajali ya gari, ajali ya magonjwa, ukapona. Baada ya kupona upofu wako na ugonjwa fulani na hatari hizo, umeenda mbele, umerudi nyuma, usionyeshe mkono. Jiulize, where are you now? Upofu wako uliondolewa katika majanga ya maisha, katika uongozi wako. Je, umepiga hatua moja mbele au umerudi hatua 2 nyuma? Yule Amazing Grace iliyomfanya John Newton akawa mchungaji, pastor kwa kanisa la Anglikani, akaacha biashara yake. Same Amazing Grace is upon you, is in you, is in me. Neema ile inayookoa watu, neema ile inayotutafuta kutufuata, iko juu yetu, inatutafuta. Paroko uko wapi? Kiongozi uko wapi? Mwana liturujia uko wapi? Mwanakwaya uko wapi? Baba uko wapi? Mama uko wapi? Kijana uko wapi? Wanangu, takaso la kwanza iliwaelekeza tafuteni Yesu, na Yesu anapowakaribia
basi mtamtambua kuwa nabii, mtamtambua kuwa Kristo Masia, utamtambua kuwa nani? Mkombozi. Natafuta maji ya uzima. Leo takasa la pili, Mungu anaondoa uovu wenu kiimani, anawaingiza katika Ukristo. Unapakwa mafuta ya katekumene. Sana ipo kule kanisani kwamba nguvu ya mwovu Shetani inaondolewa na nguvu ya Mungu inasimikwa hapa. Juzi umeonyeshwa mfano wa mwanamke Msamaria ili mtafute Yesu. Leo Yesu huyu anaondoa upofu wenu katika takaso la pili. Unapakwa mafuta hapa. Kama mlishirikisha ushirikina kule, uganga, tunavunja nguvu hii kwa mafuta ya katekumene. Tumsifu Yesu Kristo. Na ambao sisi tumebatizwa na ubatizo kamili, tuvishangae. Yesu tumuombe atuondoe upofu wetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.